siku ya urithi wa dunia, ambapo hifadhi yetu ya taifa ya Serengeti imechaguliwa kuwa mwenyeji wa maadhimisho haya kwa mwaka 2025. Siku hii maalum ilitengwa na Shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, yaani UNESCO, kwa ajili ya kusherehekea, kuenzi na kujivunia urithi wetu wa asili na utamaduni kama bara la Afrika. Tukio hili linaongeza hamasa katika jitihada za kulinda na kuhifadhi urithi wetu kwa manufaa ya kizazi cha sasa na vizazi vijavyo. Maadhimisho ya mwaka huu yanalenga kuangazia changamoto mbalimbali zinazokumba maeneo ya urithi, ikiwamo majanga na migogoro, kwa kauli mbiu isemayo majanga na migogoro, tishio la maeneo ya urithi wa dunia. Heritage is under threat from disaster and conflict. Ndugu wananchi, maeneo ya urithi wa dunia ni maeneo ya kipekee, ya asili na kiutamaduni ambayo tumerithishwa kutoka kwa mababu zetu. Faida tunazozipata leo tunapaswa basi kuyahifadhi kwa ajili ya vizazi vijavyo. Maeneo haya ni mashuhuri kwa umuhimu wake katika kujifunza, kufanya tafiti na kufurahia uzuri na thamani yake ya kipekee. Bara la Afrika lina jumla ya maeneo 147 ya urithi wa dunia. 7 kati ya hayo yapo hapa nchini Tanzania, yakijumuisha maeneo ya hifadhi, misitu ya kuvutia na mazingira ya kipekee. Vile vile tuna urithi wa kiutamaduni unaojumuisha mila, desturi, lugha za asili na maeneo muhimu ya kihistoria yanayoshuhudia historia ndefu ya taifa letu. Nchini Tanzania, maeneo yanayotambuliwa kama urithi wa dunia ni pamoja na michoro ya miamba ya Kondoa, hifadhi ya taifa ya mlima Kilimanjaro, pori la akiba la Selous, mji mkongwe wa Zanzibar, mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, magofu ya Kilwa Kisiwani na Songo Mnara, na hifadhi ya taifa ya Serengeti. Kutokana na umuhimu wa maeneo haya, Tanzania imeendelea kuwa kivutio kikubwa cha watalii kutoka mataifa mbalimbali duniani. Wageni hawa huja kwa lengo la kujifunza, kufanya tafiti na kufurahia tunu hizi za kipekee tulizoachiwa na mababu zetu. Ndugu wananchi, kipekee nazipongeza sana taasisi zote zinazohusika na usimamizi wa maeneo haya ya urithi wa dunia hapa nchini. Taasisi hizo ikiwa ni pamoja na TANAPA, TFS, TAWA, mamlaka ya mji mkongwe Zanzibar na mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Maadhimisho haya yafanyike rasmi katika hifadhi ya taifa ya Serengeti, lakini kwa kutambua kwamba wananchi ndio wenye jukumu la kuhakikisha kwamba hii hifadhi ya taifa ya Serengeti inakuwepo na inaendelea kutambuliwa kimataifa au na shirika la kimataifa la UNESCO
kwamba ni urithi wa dunia. Wananchi ndio wenye jukumu kubwa na ndio wameilinda hifadhi hii. Mpaka sasa hivi hifadhi hii inaendelea kutambuliwa kama eneo la urithi wa dunia. Hifadhi au kituo chochote kile kutambuliwa kwa kwenye urithi wa dunia, ina maana ina sifa za kipekee. Lakini jukumu letu sisi wananchi ni kuhakikisha kwamba tunailinda hiyo sifa ya kiuhifadhi ili tuendelee kutambuliwa kwa ni maeneo ya urithi wa dunia. Kutambuliwa kuwa ni maeneo ya urithi wa dunia sio jambo tu la kutambua, bado ina maana ya kwamba ni vivutio ambavyo vinatunzwa, ambavyo vitavutia watalii, na watalii watakuja kwa wingi kwenye nchi yetu ya Tanzania, na baada ya kupata watalii kwa wingi, basi tunapata mapato ya nchi yetu na wananchi wananufaika. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa na Joyce Tadeo Kalumna, ni mtumishi toka Tume ya Taifa ya UNESCO. Niko hapa kumwakilisha mkurugenzi mtendaji wa Tume ya Taifa ya UNESCO, Profesa Hamisi Masanja Malebo. Kilichonileta hapa si kingine bali ni kuelezea mkataba wa UNESCO wa 1972 ambao ni mkataba unaojihusisha na usimamizi, ulinzi na uhifadhi wa maeneo ya urithi wa dunia. Shirika la UNESCO lina mikataba mingi sana, na Tanzania kuna baadhi ya mikataba ambayo tumeridhia. Tumeridhia mkataba wa 2003 wa utamaduni usioshikika ambao unaitwa Intangible Cultural Heritage. Pia tumeridhia mkataba wa 2005 wa utamaduni anuai. Tumeridhia mikataba mingine mbalimbali, lakini pia tumeridhia mkataba mama wa UNESCO ambao na 1972 ambao niko mbele yenu kuelezea ni mkataba wa namna gani. Mkataba huu ulianzishwa na kuidhinishwa na mkutano mkuu wa shirika la UNESCO Novemba 1972. Mkataba huu unajihusisha na ulinzi, usimamizi na uhifadhi wa maeneo ya urithi wa dunia. Tanzania ikiwa nchi mwanachama wa UNESCO ambapo imesharidhia mikataba mbalimbali ya UNESCO, lakini pia imeridhia na huu mkataba wa 1972 na iliuridhia mkataba huu mwaka 1977. Na sehemu ambazo mkataba huu unasimamia ambazo ziko Tanzania, yaani maeneo ya urithi wa dunia, ni hifadhi ya Serengeti, Ngorongoro, Kondoa, Kilimanjaro, Kinapa, Mji Mkongwe, magofu ya Kilwa Kisiwani. Niliyepo mbele yenu naitwa Zuberi Mabie, ni mhifadhi mwandamizi kutoka Wizara ya Maliasili na Utalii, na hapa namwakilisha mkurugenzi wa idara ya mali ya kale kutoka Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa niaba ya wizara tunapenda kutoa shukrani za dhati kwa uongozi wa mkoa wa Mara, uongozi wa hifadhi ya taifa ya Serengeti kwa namna ambavyo wamekuwa mstari wa mbele katika kuhakikisha rasilimali hii muhimu kwa taifa letu inatunzwa, inaendelezwa na kuleta tija katika taifa letu.
Kipekee kabisa wizara inaridhishwa na namna ambavyo hifadhi hii ya Serengeti imekuwa ni mchango mkubwa katika ukuaji wa uchumi wa nchi yetu, katika ukuaji na uendelezaji wa urithi ambao sisi tumeukuta kutoka kwa babu zetu, na tumeendeleza jukumu la kuhakikisha kwamba wajukuu na watoto wetu wanafurahia tunu hii ambayo tumepewa na Mwenyezi Mungu kama nchi. Katika kudhihirisha siku ya Afrika ya urithi wa dunia, tunayo furaha na heshima kubwa kuungana nanyi leo katika hii mbuga yetu ya Serengeti, miongoni mwa alama kuu za urithi wa dunia na fahari ya bara letu la Afrika. Kwa niaba ya wawakilishi na kwa niaba ya mji mkongwe wa Zanzibar, tunapenda kutoa salamu za pongezi na mshikamano wa kushiriki wote wa maadhimisho haya muhimu. Leo tunathibitisha kwa pamoja dhamira yetu ya kulinda, kuhifadhi na kuendeleza urithi huu wa kipekee kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Serengeti si tu eneo la uzuri asili, bali ni kiashiria cha hekima, historia na maisha ya watu wetu. Tunasisitiza umuhimu wa kuendeleza ushirikiano wa kimataifa na kitaifa na kijamii katika kulinda maeneo haya ya urithi kwa njia ya jumuishi, endelevu na shirikishi. Kwa pamoja tunaendelea kusimamia urithi wetu wa dunia kwa fahari, kwa uangalifu na uwajibikaji mkubwa. Heri ya maadhimisho ya siku ya Afrika wa urithi wa dunia. Zanzibar oye! Moregas English Medium School ni shule ya awali na msingi iliyoko Sirari, wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania. Ni shule ya kutwa na bweni yenye mazingira wezeshi na rafiki kwa mwanao. Shule yetu inaendelea kufanya vizuri sana. Rejea matokeo ya darasa la 7 mwaka 2024. Watoto wote 61 wamepata ufaulu wa daraja A. Wanafunzi 14 wamechaguliwa kujiunga na shule za bweni, ikiwemo shule ya Tabora Girls, Mzumbe, Mara Girls, Pugu, Shinyanga Girls, Dr. Badrida Buriani na Tumaini. Ndiyo, karibu sasa, mlete mwanao apate elimu bora. Kwa mawasiliano, piga simu namba 0765 65 67 05 au 0628 94 34 24 au 0745 49 41 02. Wote mnakaribishwa.